Tunasema mkutano huu ni wa mkuu wetu wa mkoa na amekwisha kuzungumza, tumemsikia. Lililobaki twende tukayafanyie kazi maagizo na maelekezo ambayo tumepewa na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa huu wa Songwe. Lakini kwa heshima ambayo ametupa kwamba tuzungumze walau neno moja mawili, imekuwa ni haki na mimi nizungumze. Kwa majina naitwa Sheikh Hussein Sabatuza, ndio shekhe wa mkoa huu wa Songwe BAKWATA, yani kiongozi wa Waislamu mkoa wa Songwe, lakini pia ndio mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Songwe. Ndugu zangu, kama Watanzania lazima tuwe ni wazalendo kwa taifa letu. Lazima tuipende nchi yetu. Lazima tuihami nchi yetu. Hatuna Tanzania zaidi ya hii. Ikiharibika hii Tanzania, tutaenda wapi? Kwa hiyo tusiviachie vyombo vya ulinzi na usalama mwananchi ukatulia. Hapana. Wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama tukishirikiana pamoja, Tanzania itaendelea kubaki na amani, utulivu na salama. Ndugu zangu, tukumbushane tu baadhi ya vitu. Kuna mambo ambayo yanafanyika hayahitaji miwani ya mbao yaone. Yani unayaona. Sasa tukiwa ni viongozi wa dini, walau kidogo tuseme miaka ya nyuma kuna mambo ambayo yalikuwa hakuna ndani ya miji hii, ndani ya mkoa huu wa Songwe. Leo angalia mashule ya awali, mashule ya sekondari ambayo yanastaajabisha, ya magorofa. Ukipandisha tujua hapo unakutana na shule ya gorofa. Ni mengi ambayo yamefanyika, lakini nimalizie nikiwa ni kiongozi wa dini, niwaletee aya ya Mwenyezi Mungu ambayo inasisitiza amani na utulivu. Ndani ya Qur'ani Suratun Nahli aya ya 112, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, na kwa msisitizo wa amani na utulivu, maneno haya ni yatamke kwa Kiarabu na kuyatafsiri. Mwenyezi Mungu anasema, wa daraballahu mathalan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapigia mfano watu qarya katika nchi moja. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kanat amina, iyo nchi ilikuwa na amani. Mutmainna, ina utulivu. Mfano wa taifa letu la Tanzania, tuna utulivu, tunafanya biashara zetu, kazi zetu, kila kitu kinaenda uzuri. Ya atiha rizquha raghadan min kulli makan. Chakula, biashara zinafanyika ndani ya taifa hilo. Nini kilitokea? Mwenyezi Mungu anasema, fakafarat bi an'umillah. Hili taifa neema hii ya amani na utulivu wakakataa, kwamba wao wataki amani, wao hawataki utulivu. Impact yake nini? Faadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Mwenyezi Mungu baada ya hili taifa kukataa amani na utulivu, aliwapelekea vita, wao kwa wao wakaanza kuuana. Jamani, ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kama hatutaki utulivu, hatutaki amani, sisi kwa sisi tutaanza kutafundana huko. Lakini waljuu, hata njaa itatushambulia. Tukianza kupigana, saa ngapi tutalima? Saa ngapi tutafanya biashara? Kwa hiyo ndugu zangu, nimalizie kwa kusema uzalendo kwanza, mengine baadaye. Uzalendo wa taifa letu, tuipende Tanzania, tuihami Tanzania, tuichunge Tanzania. Mwenyezi Mungu atubariki na Mwenyezi Mungu ajalie taifa hili liendelee kuwa na amani, kuwa na utulivu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape hikma na busara
viongozi wa taifa hili ili kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi upite kwa amani na salama. Baada ya kusema hayo, nasema nawashukuru sana.